Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 9 Julai mwaka 2026. Mimi ni Eloge Longa, niko pamoja nanyi kuwapatia habari mbalimbali zinazogusa maisha ya wananchi hususan katika eneo la Kivu na maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi leo tutakuletea taarifa kuu za usalama, siasa, afya na masuala ya kijamii endelea kupewa uzito. Tutaangazia leo usalama katika maeneo ya nyanda za juu za Fizi, Mwenga na Uvira baada ya serikali ya Kongo kueleza wasiwasi wake kuhusu wale wanaendelea katika maeneo hayo, huku juhudi za diplomasia za kutafuta amani zikiendelea. Pia tutakuletea taarifa kuhusu hali ya mawasiliano mjini Baraka ambako kuna wasiwasi wa wananchi kupata taarifa za ukaguzi wa kukamatwa kwa baadhi ya vifaa vya kuunganisha interneti. Tutakuwa na taarifa kuhusu juhudi za kukabiliana na ugonjwa Ebola kutoka kwa Kivu Kaskazini pamoja na wagonjwa wale wametangazwa kupona na kuondoka katika vituo vya matibabu. Pia tutakuletea taarifa kuhusu kuendelea kwa ujenzi wa daraja la Kavimvira mjini Uvira ambako usafiri wa magari umesimamishwa kwa muda ili kuruhusu mafundi kuendelea na kazi. Mambo haya mengine ndiyo yatakayokuwa katika taarifa zetu za asubuhi leo kupitia Kivu News Info. Na basi kama ndio tulikuwa tu mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali kupitia msemaji wake Patrick Muyaya imezungumzia hali ya usalama katika maeneo ya nyanda za juu ya maeneo ya Fizi, Mwenga na Uvira mkoani Kivu Kusini. Patrick Muyaya amesema kwa serikali ya Kongo ina wasiwasi kuhusu kile anachokita kuendelea kuingiliaji wa Rwanda katika mvutano wa kiusalama unaoshuhudiwa katika mashariki mwa nchi. Kauli imekuja wakati ambako mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu viongozi wa Kinshasa na Kigali walikutana mjini London nchini Uingereza katika kikao cha kamati ya pamoja ufuatiliaji wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa mjini Washington. Katika mkutano huo pande zote mbili zilijitahidi kupunguza haraka mvutano uliopo hasa katika eneo la Minembwe pamoja na kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, serikali ya Kongo inasema kuwa licha juhudi hizo za diplomasia, hali usalama bado ni tete katika maeneo ya nyanda za juu za mkoa wa Kivu Kusini. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya amesema kuwa Rwanda inahusika katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone, akidai kuwa baadhi ya mashambulizi yanafanyika kutoka upande wa eneo la Rwanda. Amesema aliyo inaweza kuasiri juhudi zinazofanywa katika mchakato wa amani katikati ya Kinshasa na Kigali. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Muyaya alisema kuwa vikosi vya jeshi la serikali ya Kongo viko tayari na vinaendelea kuchukua hatua ili kukabiliana na hali hiyo ya usalama. Wakati huo, msemaji wa serikali amewataka wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuangalifu kabla ya kusambaza taarifa zinazohusu mapigano na hali ya usalama. Kwa mujibu wake, baadhi ya taarifa zinazochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zinaweza kuwa sehemu ya kampeni za utoaji au propaganda zinazolenga kuchanganya jamii na kuasiri morali ya wananchi. Amesema kuwa serikali itaendelea kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu maendeleo ya hali ya usalama, ikiwemo taarifa kutoka kwa maeneo yaliyoathirika moja kwa moja na mapigano. Katika eneo la nyanda za juu za Kivu Kusini, mapigano yanaendelea kuhusisha makundi mbalimbali yenye silaha. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano yamekutanisha upande wa majeshi ya FARDC yanaungwa mkono makundi ya wazalendo pamoja na vikosi vya Burundi na washika wengine dhidi ya kundi la Twirwaneho na muungano wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Umoja wa Mataifa pia unaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya raia wanaendelea kuathirika kutokana na mapigano hayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mapigano yamesababisha ugumu mkubwa wa usafiri kwa wananchi, huku upatikanaji wa bidhaa muhimu pamoja na misaada ya kibinadamu ukiendelea kuwa changamoto katika maeneo kadhaa. Miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi ni Minembwe, eneo lipo katika nyanda za juu za wilaya Fizi, ambalo limekuwa kitovu cha mapigano makali kati ya FARDC na washika wake dhidi ya makundi ya waasi wa Twirwaneho pamoja na M23. Kutokana na hiyo, Marekani, Qatar na Umoja wa Afrika wamekuwa wakisaidia juhudi za upatanishi kati ya Kinshasa na Kigali kwa lengo la kupunguza mvutano na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Katika mkutano uliofanyika mwezi uliopita mjini London, kamati ya pamoja ufuatiliaji wa makubaliano ya amani kati ya Kongo na Rwanda ilionyesha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mapigano na matumizi ya drone ambayo yanaweza kuathiri raia pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa nchi. Katika tamko la pamoja lilitolewa na Marekani, Kongo, Rwanda na Qatar
Togo na Umoja wa Afrika, pande zote zilitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kuhakikisha makubaliano ya kusitisha mapigano yanaheshimiwa. Kinshasa na Kigali waliomba kutumia ushawishi wao kwa makundi yote yaliyopo kwenye uwanja wa vita ili kuhakikisha mvutano unapungua, hasa katika maeneo ya Minembwe. Hata hivyo, hadi sasa inaonyesha bado kuna tofauti kubwa kati ya ahadi zinazotolewa kwenye meza ya mazungumzo na hali halisi inayoshuhudiwa kwenye maeneo ya mapigano. Katika kikao cha Baraza la Umoja wa Usalama wa Mataifa kuhusu hali ya Kongo, mshauri wa masuala ya Afrika katika utawala wa Marekani Masad Bulose alisema utekelezaji wa makubaliano ya amani bado haujakamilika. Aliwataka Kinshasa na Kigali kuheshimu ahadi zao ili kulinda mchakato wa amani na kuepusha kuongezeka zaidi kwa mgogoro katika mashariki mwa nchi. Hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka katika mji wa Baraka wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini baada ya taarifa za kukamatwa kwa baadhi ya vifaa vya mtandao wa intaneti aina ya Wi-Fi vinavyotumiwa na wananchi, taasisi mbalimbali pamoja na wanaotoa huduma za mawasiliano. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani vya eneo hilo, baadhi ya askari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wameendesha operesheni ya ukaguzi katika maeneo mbalimbali ya mji wa Baraka ambako wanadaiwa kuchukua baadhi ya vifaa vya kuunganisha intaneti vinavyokuwa vikitumiwa na watu binafsi na mashirika. Hatua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Baraka, hasa kutokana na hali halisi ya sasa mawasiliano katika eneo ambalo tayari imekuwa na changamoto kubwa. Kwa siku kadhaa sasa, mtandao mikubwa ya simu kama Vodacom, Airtel, Orange na Africell vimekuwa vikifanya kazi katika maeneo kadhaa ya Fizi. Hali hiyo ambayo imeacha wananchi wengi bila uwezo wa kupiga simu, kutuma ujumbe au kutumia huduma za interneti kupitia simu zao. Katika mazingira magumu, baadhi ya vifaa vya Wi-Fi hasa vile vinatumia mfumo wa sateliti au miundombinu binafsi vimekuwa vikikuwa msaada mkubwa kwa wananchi, wafanyabiashara, waandishi wa habari, mashirika ya kibinadamu na taasisi mbalimbali ili kuendelea kupata taarifa za kuwasiliana na watu wa nje ya eneo hilo. Lakini baada ya taarifa za kukamatwa kwa vifaa hivyo, hofu imeongezeka kwamba mji wa Baraka pamoja na maeneo mengine ya wilaya ya Fizi yanaweza kubaki katika hali ya kutengwa kabisa na dunia ya nje. Baadhi ya wadau wa haki za binadamu na wataalamu wa habari katika eneo hilo wameeleza wasiwasi wao, wakisema kuwa ukosefu wa mawasiliano unaweza kuleta madhara makubwa kwa wananchi, hasa katika kipindi ambacho eneo la mashariki mwa nchi bado inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na kibinadamu. Kwa mujibu wa wadau hao, mawasiliano ni chombo muhimu katika mazingira kama haya, kwa sababu yanasaidia kutoa taarifa kuhusu matukio ya dharura, kufikisha ujumbe wa usalama, kuratibu misaada ya kibinadamu na kusaidia wananchi wanaokuwasiliana na familia zao. Waandishi wa habari wa eneo la Baraka pia wameeleza kuwa kukosekana kwa internet kunaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa kazi ya vyombo vya habari ambavyo hutegemea huduma hizo kufikisha taarifa kwa wananchi na kwa jamii ya kimataifa. Kutokana na hiyo, muungano wa vyombo vya habari katika eneo hilo umeomba mamlaka husika kutoa ufafanuzi wa haraka kuhusu sababu ya operesheni hiyo na kueleza hatua zinazochukuliwa ili kuhakikisha wananchi waendelea kupata haki yao ya msingi ya mawasiliano. Wananchi wa Baraka nao wanataka majibu kutoka kwa viongozi wa kijeshi na kiutawala ili kufahamu sababu halisi za kukamatwa kwa vifaa hivyo na kama hatua hiyo ni ya muda au itaendelea kwa kipindi kirefu. Hadi sasa hilo linaendelea kuleta mjadala mkubwa mjini Baraka, wakazi wakihofia kwamba kukosekana kwa mitandao ya simu pamoja na kuchukua kwa vifaa hivyo vya Wi-Fi kunaweza kuongeza zaidi hali ya kutengwa kwa eneo hilo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto mbalimbali za usalama na maisha ya kila siku. Mamlaka bado hajatoa maelezo ya kina kuhusu operesheni hiyo na sababu rasmi za hatua hiyo dhidi ya vifaa vya mawasiliano. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeonyesha kuwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaendelea kushuhudiwa hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa ofisi ya pamoja wa Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini Kongo, jumla matukio 382 ya ukiukwaji wa haki za binadamu yalirekodiwa katika mwezi Aprili mwaka huu. Ripoti inaonyesha kuwa kundi la waasi wa M23 linatajwa kuwa miongoni mwa wahusika wakuu wanaodaiwa kuhusika na ukiukwaji huo katika kipindi hicho. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa unasema kwa idadi hiyo ya matukio ni ndogo ukilinganisha na mwezi Machi mwaka ambako matukio 542 ya ukiukwaji wa haki za binadamu yalikuwa yameripotiwa. Lakini shirika hilo linaonya kwamba kupungua kwa idadi hiyo hakumaanishi moja kwa moja kuwa hali imekuwa nzuri zaidi kwenye maeneo ya mapigano. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kuna maeneo mengi ambayo yafikiki kwa urahisi kutokana na hali ya usalama, jambo linafanya iwe vigumu kwa wachunguzi kupata taarifa zote kuhusu matukio yanayotokea huko. Ripoti inaonyesha kuwa sehemu kubwa ya ukiukwaji wa haki za binadamu
binadamu ilitokea katika mkoa wa mashariki mwa nchi, hasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri. Mikoa mitatu pekee imerekodi matukio 334 sawa na 87.4 ya ukiukwaji wote unaotambuliwa na Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika hilo, walionahusishwa na mapigano endelea kati ya jeshi la serikali la FARDC na loungwa mkono na makundi ya wazalendo dhidi ya waasi M23 ambao Umoja wa Mataifa umewahi kueleza kuwa umeungwa mkono na Rwanda. Katika maelezo yake, Umoja wa Mataifa unasema makundi yenye silaha ndio yanabaki kuwa wahusika wakubwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu katika kipindi hicho. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, makundi yenye silaha yanahusishwa na karibu 80% ya matukio yote yanayorekodiwa. Waasi wa M23 imetajwa kuwa kundi lenye idadi kubwa zaidi ya matukio yanayodaiwa kufanyika, ikiwa na matukio 113 ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Linalofuatwa ni makundi ya wazalendo yenye matukio 512, makundi Maimai yenye matukio 23 pamoja na kundi la DF lenye matukio 21. Ripoti hiyo inasisitiza kuwa inazitaja baadhi ya taasisi za serikali kuwa zinazohusika katika matukio 109 ya ukiukwaji wa haki, hasa kupitia baadhi ya wanajeshi wa FARDC na polisi. Mbali na takwimu hizo, Umoja wa Mataifa unaonyesha wasiwasi kuhusu hali ya raia wanaendelea kuwasirika kutokana na mapigano. Shirika linasema kuwa angalau watu 156 waliuawa bila kufikishwa mbele ya sheria katika maeneo yaliyowasiliwa na mapigano wakati wa mwezi Aprili. Pia suala la ukatili wa kingono unaendelea kuwa changamoto kubwa katika maeneo yenye mapigano. Umoja wa Mataifa umerekodi matukio 37 ya ukatili wa kingono iliyohusishwa na wasirika 52, ikiwemo wanawake 36 na wasichana 16. Gaudi hiyo ni ndogo ikilinganisha na mwezi uliopita ambako wasirika walikuwa 700 wameripotiwa. Umoja wa Mataifa unasema ukatili wa kingono bado unatumiwa kama njia ya kulipiza kisasi katika maeneo yenye migogoro. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mkoa wa Kivu Kaskazini una idadi kubwa zaidi ya walioathirika ukatili wa kingono kwa 60%, kufuatilia na Ituri wenye 31% na mkoa wa Kivu Kusini wenye 8%. Mbali na maeneo ya vita, shirika hilo pia limerekodi matukio 48 ya ukiukwaji wa haki, hasa kukamatwa kiolela kwa watu na kuwekwa kizuizini bila kufuata taratibu za kisheria. Umoja wa Mataifa pia umeonyesha wasiwasi kuhusu hali ya uhuru wa kiraia nchini Kongo. Katika mwezi Aprili, matukio 12 ya ukiukwaji wa uhuru wa kiraia yameripotiwa yakihusisha hasa watetezi wa haki za binadamu na waandishi wa habari ambao wanadaiwa kukabiliwa na vitisho na shinikizo. Pia hali hiyo pamoja na hali shirika inasema hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi ya baadhi ya watu wanaotumiwa kuhusika na kiukwaji wa haki za binadamu. Mahakama ya kijeshi ilifungulia kesi 62 zinazohusishwa na wanajeshi, polisi na raia, huku baadhi ya watu wakitumiwa kwa makosa yanayohusiana na ukiukwaji huo. Wakati wale usalama mashariki mwa Kongo unaendelea kuwa ya wasiwasi. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, baadhi ya vyanzo vya eneo vinaripoti kuongezeka kwa uwepo wa waasi M23 katika sehemu za kaskazini mwa wilaya Lubero, hasa maeneo ya Kichimbiro, Alibongo na Mbingi. Harakati za wapiganaji pamoja na vifaa vya kijeshi vimeripotiwa katika maeneo ya hali ambayo imesababisha baadhi ya wananchi kuanza kuhama makazi yao kuelekea maeneo mengine yanayoonekana kuwa salama zaidi kama Kipese, Alimbongo na Kasongo. Huko juhudi za diplomasia zikiendelea kufuta suluhisho la amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama na kibinadamu bado inaendelea kuwa na changamoto kubwa kwa wananchi na kwa maeneo yaliyoathirika na vita. Mbunge wa kitaifa na mwakilishi wa eneo la Fizi, Profesa Nyamanjoko, ameonyesha wasiwasi wake kuhusu hali ya usalama katika maeneo nyanda za juu za wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini, akitaka maelezo kutoka kwa viongozi wa jeshi kuhusu mashambulizi yanayodaiwa kufanywa kwa kutumia na ndege zisizo na rubani maarufu kama drone. Kwa mujibu wa kiongozi kwa mbunge huyo, kwa kipindi cha takriban wiki 2 sasa, waasi wa M23 wakisaidiwa na RDF wamekuwa wakifanya mashambulizi kwa kutumia drone katika maeneo mbalimbali ya nyanda za juu za Fizi, lakini amesema wananchi wanashangazwa na kutokuwepo kwa hatua za haraka kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Profesa Nyamanjoko amehoji sababu zinazofanya mashambulizi yaendelee bila kuwepo kwa majibu yanaonekana kutoka kwa upande wa vikosi vya ulinzi vya serikali. Amesema aliyomeleta maswali mengi miongoni mwa wakazi wa Fizi ambao wamekuwa wakabiliwa na hofu na kutokana na uwezekano wa mashambulizi ya kuendelea kulenga raia
katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa yake, matumizi ya radon katika maeneo yenye watu wengi yameongeza hatari ya maisha kwa wananchi wa kawaida, hasa wanawake, watoto na watu wengine ambao hawahusiki moja kwa moja na mapigano. Kutokana na hiyo, mbunge wa Fizi ameomba kuitishwa kwa haraka kwa waziri wa ulinzi pamoja na viongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kutoa maelezo kuhusu hali halisi ya usalama katika eneo hilo. Anataka viongozi wa kijeshi kueleza mikakati iliyopo na kukabiliana na mashambulizi hayo na hatua zinazochukuliwa ili kuhakikisha ulinzi wa raia na maeneo ya nyanda za juu za Fizi. Profesa Nyamanyoko amesema kuwa ni muhimu serikali kuchukua hatua zinazostahili ili kuzuia kuendelea kwa mashambulizi yanaweza kusababisha madhara makubwa kwa wakazi wa maeneo yaliyoathirika. Maeneo ya nyanda za juu ya Fizi yamekuwa yakikabiliwa na mvutano wa kiusalama katika miezi ya karibuni, huku mapigano yakihusisha makundi mbalimbali yenye silaha. Hali imeongeza changamoto ya kibinadamu katika eneo hilo ambako baadhi ya wananchi wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na hofu ya mapigano na mashambulizi. Kwa sasa kauli ya Profesa Nyamanyoko imeongeza mjadala kuhusu uwezo wa vikosi vya serikali kukabiliana na matumizi ya teknolojia ya kijeshi kama drone katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi. Hadi sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa majibu rasmi kuhusu madai hayo ya mbunge huyo wa wananchi na mwakilishi wa eneo la Fizi. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola zinaendelea kuimarishwa huku wadau mbalimbali wa kibinadamu wakiongeza ushirikiano wao ili kusaidia jamii zilizoathirika. Gavana wa kijeshi wa mkoa wa Kivu Kaskazini, Jenerali Masomo Kakule Evariste, amepokea siku ya jana Jumatano tarehe 8 Julai mjini Beni mwakilishi wa nchi wa mpango wa chakula duniani PAME, Davide, kwa ajili ya mazungumzo kuhusu namna ya kuimarisha msaada katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Katika kikao hicho, viongozi hao walijadili nafasi ya PAME katika kusaidia juhudi za serikali na washika wengine wanashiriki katika kukabiliana na Ebola, hasa katika maeneo ambayo yameathiriwa na ugonjwa huo pamoja na changamoto za kiusalama. PAME, ambayo ni taasisi ya Umoja wa Mataifa inahusika na masuala ya chakula na misaada ya kibinadamu, imeonyesha tayari wa kuongeza mchango wake katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na mapambano dhidi ya Ebola. Msaada unahusisha kusaidia upatikanaji wa chakula kwa wagonjwa, wahudumu wa afya, timu zinazofanya kazi kwenye maeneo yaliyoathirika pamoja na familia zinazokabiliwa na madhara ya ugonjwa huo. Katika mazingira ambao baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kaskazini bado wanakabiliwa na changamoto za usalama, msaada wa mashirika ya kibinadamu unaonekana kuwa muhimu ili kuhakikisha huduma za afya na msaada wa kijamii vinaendelea kuwafikia wananchi. Katika mkutano huu, Gavana Somo Kakule alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau wengine ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola na kulinda maisha ya wananchi. Kwa upande wake, mwakilishi wa PAME nchini Kongo alieleza dhamira ya taasisi hiyo kuendelea kushirikiana na mamlaka za eneo katika kutoa msaada unaohitajika. Eneo la Beni ni miongoni mwa maeneo ya Kivu Kaskazini ambayo yamekuwa kikumbwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo changamoto za usalama na mahitaji makubwa ya kibinadamu. Katika hali kama hiyo, wataalamu wa afya wanaeleza kuwa mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko kama Ebola yanahitaji ushirikiano mpana, ikiwemo upatikanaji wa chakula, vifaa vya matibabu, ufuatiliaji wa wagonjwa na kutoa elimu kwa wananchi. Kuongezeka kwa ushiriki wa PAME kunatarajiwa kusaidia juhudi za kukabiliana na athari za Ebola na kusaidia jamii nzito katika maeneo yenye hatari kupata msaada kwa wakati. Kwa sasa mkoa wa Kivu Kaskazini zinaendelea kutoa wito kwa wananchi kushirikiana na timu za afya, kutafuta maelezo ya wataalamu na kutoa taarifa mapema pale wanapoona dalili zinazoweza kuhusishwa na ugonjwa huu. Katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini, shughuli za ujenzi wa daraja jipya linalojengwa juu ya mto Kavimvira zinaendelea, huku mamlaka na wadau wa eneo hilo wakitangaza kusimamishwa kwa muda kwa usafiri wa magari kwenye sehemu hiyo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashirika ya kijamii na makundi ya wananchi, shughuli ya usafiri kwenye barabara hiyo zitasimamishwa leo Alhamisi tarehe 9 Juni ili kuruhusu mafundi kuendelea na hatua muhimu za ujenzi wa daraja hilo. Taarifa imetolewa baada ya mwakilishi wa jamii kufanya mazungumzo na maandisi anasimamia mradi huo kutoka kampuni ya Burundi ESK ambao ndio inatekeleza kazi za ujenzi wa daraja hiyo. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa, kusimamishwa kwa magari kutafanyika kwa muda wa siku nzima katika njia hiyo ili kutoa nafasi kwa mafundi kufanya kazi za kiufundi bila vikwazo ili kuhakikisha usalama wa wafanyakazi pamoja na watumiaji wa barabara. Watumiaji wa barabara taifa namba 5 hasa kwenye sehemu inaunganisha sehemu huu Kasenga hadi Kavimvira wametakiwa kutumia njia mbadala zinazowekwa wakati shughuli hizo zikiendelea.
Hatua lenga kuruhusu utekelezaji wa kazi muhimu katika ujenzi wa daraja hilo ambazo zinahusisha uwekaji wa sehemu maalumu za kulinganisha za kushikilia daraja pamoja na vifaa vya kuimarisha muundo wake. Wahusika mradi wanaeleza kuwa hatua ni sehemu muhimu katika kuendelea kwa ujenzi na kuhakikisha daraja hilo linakuwa imara na salama kwa matumizi ya muda mrefu. Mashirika ya kijamii pamoja na makundi ya wananchi yamewataka wakazi wa Uvira, madereva na wafanyabiashara watumie njia hiyo kuwa na subira kufuata maelekezo yatatolewa na wahusika wa usalama wa barabarani. Wameomba wananchi kuheshimu njia za mzunguko zinazowekwa ili kuepuka msongamano wa magari na kuruhusu mafundi kukamilisha kazi kwa wakati uliopangwa. Ujenzi wa daraja la Kavimvira una umuhimu mkubwa kwa wakazi wa Uvira na maeneo ya jirani kwa sababu daraja hilo ni sehemu muhimu la mawasiliano kwenye barabara ya taifa namba 5, barabara inaunganisha mji wa Uvira na mpaka wa Kavimvira pamoja na maeneo ya mengine ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Daraja hilo linatumika kama pia katika usafirishaji wa watu na bidhaa mbalimbali kati ya maeneo ya Kivu Kaskazini na nchi jirani ya Burundi. Kukamilika kwa ujenzi wa daraja hilo kunatarajiwa kurahisisha usafiri, kuimarisha biashara na kupunguza changamoto ambazo wananchi wamekuwa kikumbana nazo kutokana na uharibifu wa miundombinu hiyo. Kwa sasa wananchi wanaomba kushirikiana na wahusika wa mradi kuhakikisha kazi za ujenzi zinaendelea vizuri na daraja hilo linakamilika kwa ajili ya manufaa ya jamii nzima ya Uvira na maeneo yanayoizunguka. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, wagonjwa wawili waliokuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola wametangazwa kupona na kuondoka katika vituo vya matibabu ya Ebola. Wagonjwa hao wawili ni Mwendo Sikwaya na Jidite Bati walipata ruhusa kutoka kwa mamlaka za afya baada ya vipimo kuthibitisha kuwa hawana tena virusi Ebola na hivyo kuweza kuondoka kwenye sehemu ya kutengwa kwa wagonjwa. Taarifa imetolewa baada ya wagonjwa hao kupata matibabu katika maeneo ya afya Oicha na Beni mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa wahudumu wa afya, kila mgonjwa kati ya wagonjwa hao alipata matibabu na uangalizi maalum kwa kipindi cha takriban siku 10 kabla ya kufanikiwa kuvipimo vya mwisho na kuthibitisha kupona. Daktari Ezenzala ambaye ni mkurugenzi wa hospitali kuu ya rufaa ya Oicha amesema kwa kabla ya kutangazwa kwa wagonjwa kupona walifanyia vipimo vile maalum vya PCR ili kuhakikisha virusi Ebola havipo tena mwilini mwa wagonjwa. Kwa upande mwingine, Daktari Jeremy Mwindo, mkurugenzi wa hospitali kuu ya rufaa ya Beni, ametoa wito kwa wananchi kuwa na uelewa na kushirikiana na wahudumu wa afya ili kuweza kumaliza kabisa ugonjwa huo. Amesema kwa Ebola ni ugonjwa unaweza kutibiwa ikiwa mgonjwa atakaye kufika hospitalini mara baada ya kuona dalili. Daktari amesisitiza kuwa kuenda hospitalini mapema kunaongeza nafasi ya mgonjwa kupona na kuendelea kuishi. Kwa upande wake, Justine Bahati ambaye ametangaza kuponwa amesema awali alichanganya baadhi ya dalili alizokuwa nazo na magonjwa mengine ya kawaida. Baada ya kupata matibabu ya kupona, amewashukuru wahudumu wa afya na juhudi zao za kumsaidia kuokoa maisha yake. Pia ametaka wananchi kutokusikiliza uvumi unaosambazwa kuhusu Ebola bali wafuate maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya. Naye Mwendo Sikwaya pia ametoa shukrani kwa wahudumu wa afya kwa kazi kubwa waliyofanya wakati wa matibabu yake. Amesema yuko tayari kushiriki katika kampeni za kuelimisha jamii kuhusu ugonjwa wa Ebola na kuwa sehemu za juhudi za kupambana na mlipuko huo. Kwa sasa mkoa wa Kivu Kaskazini kumrazi ni miongoni mwa mkoa yanayoathirika na mlipuko wa 17 ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ingawa hadi idadi ya watu wanaopona inaendelea kuongezeka, mamlaka za afya zinaendelea kutoa tahadhari kwani mkoa huo tayari umerekodi idadi kubwa ya wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola. Wataalamu wa afya wanaendelea kuhamasisha wananchi kufuata hatua za kujikinga, ikiwemo kutoa taarifa mapema wanapoona dalili zinazoweza kuhusishwa na Ebola, kuepuka kugusa watu wanaoshukiwa kuwa wagonjwa bila ulinzi maalumu, pamoja na kushirikiana na timu za afya. Mamlaka zinaendelea kusisitiza kwa ushirikiano wa wananchi ni muhimu ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo na hatimaye kumaliza mlipuko wa Ebola katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa amelaani matumizi ya ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro ya silaha, akisema kuwa vitendo hivyo si tu madhara ya kawaida yanayotokea wakati wa vita bali vinaweza kuwa njia inayotumiwa kwa makusudi kuwatesa na kuwatisha wananchi. Kauli imetolewa Jumatano wakati Judith Suminwa alipokuwa akiongoza mjadala maalum wa ngazi ya juu ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa unaolenga kujadili suala la ukatili wa kingono unaotokea katika maeneo yenye migogoro duniani. Katika hotuba yake, Waziri Mkuu wa Kongo alisema kuwa wanawake na
watoto waendelea kuwa miongoni mwa wasirika wakubwa wa migogoro katika maeneo mbalimbali hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema kwa ukatili wa kingono unatokea wakati vita upasi kuonekana kama tukio la bahati mbaya, bali mara nyingi hutumiwa kama mbinu ya kueneza hofu, kulazimisha watu kuhama makazi yao na kuvunja mshikamano wa jamii hii. Alirejea Pentil mwashisha Pramila Pantene, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa anashughulikia ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro. Judith Suminwa amesema kwa ongezeko la kutisha la matukio hayo ilithibitishwa katika maeneo mbalimbali yenye migogoro. Kiongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa hali hiyo ina uhusiano mkubwa na uwepo wa makundi yenye silaha na kile alichokiita uwepo wa vikosi vya kigeni katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Kongo. Ametaja pia suala la uvamizi wa baadhi ya maeneo ya nchi na makundi yenye silaha, akisema kama inaendelea kuchochea migogoro na kuongeza mateso kwa wananchi. Kwa mujibu wake, baadhi ya shughuli haramu za kiuchumi zinazofanyika katika maeneo yenye migogoro zinaendelea kusaidia kuendeleza vita mashariki mwa Kongo. Katika hotuba yake, Tutumino alieleza kuwa hatua ambazo serikali ya Kongo imechukua kusaidia waathirika wa ukatili wa kingono unaotokana na migogoro. Miongoni mwa hatua hizo ni kuanzishwa kwa Funareve, mfuko wa kitaifa unaolenga kusaidia na kutoa fidia kwa waathirika wa ukatili wa kingono unaohusiana na vita. Amesema mfuko huo ni sehemu ya juhudi za serikali chini ya uongozi wa Rais Felix Antoine Tshisekedi kuhakikisha waathirika wanapata msaada unaohitajika na kurejeshewa heshima yao. Katika mjadala huo wa Umoja wa Mataifa, viongozi mbalimbali walisisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa raia, kuwajibisha wahusika wa uhalifu na kuongeza msaada kwa waathirika. Kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali inaendelea kusisitiza kuwa kumaliza mgogoro mashariki mwa nchi ni hatua muhimu ili kuzuia kuendelea kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo ukatili wa kingono na wawarizi zaidi ya wanawake na watoto. Ndugu mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo Alhamisi tarehe 9 Julai mwaka 2026. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na kutuamini katika kuletea taarifa za hakika kuhusu yanaendelea nchini na hasa katika eneo la Kivu. Usisahau kuendelea kufuatilia kupitia majukwaa yetu mbalimbali kwa habari mpya na kwa wakati. Mimi ni Teloje Longa na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info nakutakia siku njema yenye amani na afya na vile vile mafanikio katika shughuli zako za kila siku. Naendelea kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningeomba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kurubu na nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi bye bye na chao.